Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adamu Hussein. Kiburi cha kansela mpya wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz kinatajwa kwamba huenda kikasababisha kudorora kwa uchumi wa Ujerumani. Hii imeelezwa na Benki Kuu ya Ujerumani ambayo inasema nchi hiyo inaweza kukabiliwa na miaka miwili mingine ya mdororo wa kiuchumi ikiwa kasi ya vita vya kibiashara na Marekani itaongezeka, lakini ikiwa nchi hiyo ya Ujerumani itaamua kutoa fedha kwa ajili ya kuisaidia Ukraine pamoja na kufanya mambo ambayo yamesababisha kuyumba kwa uchumi na kusambaratika kwa serikali ya kansela aliyepita. Benki hiyo imesema mpango wa ushuru wa Donald Trump utatekelezwa kwa ukamilifu kuanzia mwezi ujao, na ikiwa Umoja wa Ulaya utalipiza kisasi, tija nchini Ujerumani itapungua kwa 0.5% mnamo mwaka huu na 0.2% mwaka ujao. Benki Kuu ya Ujerumani imeeleza kuwa hali hiyo itatokana na kupungua kwa mauzo ya nje na hali ya kutokuwa na uhakika miongoni mwa wawekezaji. Hata hivyo, hali nchini Ujerumani imekuwa mbaya kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Ulaya dhidi ya Urusi, na hata miongoni mwa vikwazo vingine vikitajwa ni pamoja na kuzuiwa kwa ununuaji wa gesi pamoja na mafuta kupitia bomba la Nord Stream lililotoka nchini Urusi. Bomba hilo liliharibiwa katika kipindi cha vita ambacho kilianza mwaka 2022 na hatimaye kufanya baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa yakipokea gesi pamoja na mafuta kutoka Urusi kupitia Ujerumani, lakini pia kutoka Ujerumani kupelekwa katika mataifa mengine ya Ulaya. Hata hivyo, gesi hiyo ilikuwa ikiuzwa kwa bei nafuu kabisa na kusababisha uchumi wa Ujerumani ambao ulidorora kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kukua kwa namna moja ama nyingine, lakini pia baada tu ya kuwekwa kwa vikwazo hivyo uchumi wa Ujerumani ulianza kuporomoka. Uchumi wa Ujerumani ulinywea mnamo miaka miwili iliyopita kutokana na kupungua kwa uzalishaji na kupanda kwa bei za nishati, na hata hivyo Benki Kuu imesema kwa upana matumaini ya uchumi wa Ujerumani kustawi mnamo mwaka 2027 kwa 1% tu kutokana na jinsi hali ilivyo. Hata hivyo, kansela wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz alikutana siku ya jana na rais wa Marekani Donald Trump. Kansela huyo Bwana Merz ambaye alikuwa ziarani nchini Marekani amesema mkutano kati yake na mwenyeji wake Donald Trump katika ikulu ya Marekani ulikuwa mzuri na wenye tija, na ameelezea kwamba wamekubaliana na Rais Trump kuimarisha ushirikiano katika masuala ya kibiashara pamoja na masuala mengine, na hilo ni kwa ajili ya kukuza uchumi wa Ujerumani. Marekani na nchi za Umoja wa Ulaya ziko mbioni kufikia makubaliano ya kibiashara kabla ya tarehe ya mwisho ya Julai 9 iliyowekwa na Donald Trump kwa nchi 27 za Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kibiashara kwamba ziwe zimefikia mikataba ya biashara na Marekani kuepusha ongezeko la ushuru. Ulaya tayari inakabiliwa na ushuru wa 50% kwa bidhaa za chuma na aluminium na ushuru wa 25% wa magari, na Ulaya inaweza kukabiliwa na ushuru zaidi kwa mauzo mengine ya nje utakaoongezeka kutoka 10% hadi 50% iwapo hakutakuwa na makubaliano ifikapo Julai 9, na hii ndio sababu ambayo inapelekea kudorora kwa uchumi wa nchi hiyo ya Ujerumani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adamu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.